Leo tuko pamoja hapa kwa tukio pia la kihistoria. Timu yetu ya taifa, sijui kabla sijazaliwa kama timu ya taifa ilishawahi kuweka kambi na kukaa Tanga angalau kwa siku 3-4 hapa. Basi kama ilifanyika, lakini kwa generation yetu hii nadhani ni mara ya kwanza. Tumefanya hivyo kwa kuleta Tanga, kuonyesha kwamba Tanga pia tunastahili kufanya hivyo, lakini pia na changamoto zilizoko Dar es Salaam. Kiwanja chetu ambacho timu ya taifa inafanyia mazoezi kina matayarisho kwa ajili ya mechi za kimataifa ambazo zinakaribia kuja, lakini pia kwa utulivu wa mkoa wetu wa Tanga na mji wetu wa Tanga na kituo chetu kilichoko pale kina facility ambazo zipo, lakini pia na uwanja wetu wa Mkokwani ambao muda mwingi hatujafanyia mashindano, angalau kuonyesha kwamba uko tayari kwa ajili ya kuweza kutumika kwa mashindano. Lakini pia timu yetu ikiondoka hapa inakwenda Kilimanjaro International Airport kusafiri kwenda kule Morocco, kwa hiyo itaondokea hapa. Kwa hiyo tuliona kwamba tuwe pamoja nao leo na kuweza kupata nao sadaka hii pamoja na wakazi wa Tanga, lakini na vijana wetu wako hapa ambao wametoka karibu nchi nzima, hawakuweza kupata nafasi ya mwezi huu ambao ni mwezi wa ibada kuwa pamoja na wazazi wao. Lakini pia tunawakumbuka na wale wenzetu wengine ambao wako kule Misri nao wanaenda Morocco. Kwa taarifa, mwezi huu ni mwezi wetu wa mashindano mengi tu. Timu yetu ya taifa tarehe 26 inacheza kule Morocco na ni mechi muhimu sana ya kihistoria. Kama tunashinda, nadhani tutakuwa tumeweka mguu mmoja kwenda timu ya taifa, kwenda kombe la dunia Marekani mwakani. Kwa hiyo kuja kwetu Tanga hapa, tunaomba wanatanga mfanye dua zenu kumwomba Mwenyezi Mungu aweze kuwawezesha hapa hawa watakapokuwa Morocco waweze kupata ushindi wa kuweza kuingiza mguu mmoja kombe la dunia. Nazungumza hivyo kwa sababu baada ya mechi ya Morocco tuna mechi mbili hapa nyumbani na Zambia na Niger, ambao mechi za kwanza tulishacheza tukawafunga kwao. Kwa hiyo tunatakiwa tucheze nao hapa baada ya mechi hiyo. Lakini pia vijana wetu wa chini ya miaka 17 wanaenda Morocco kwenye mashindano yanaanza tarehe 31, watakuwa kule kwa muda wa wiki 2 na pia watakapofanya vizuri wanaenda kombe la dunia. Na kwa taarifa ya wale ambao hawana takwimu zetu, vijana hao walioko kule Egypt ambao wanaenda Morocco wametokea hapa Tanga na tumeanza kuwakusanya kama tunavyowakusanya hawa, na waliweza kuwa mabingwa wa Afrika wa chini ya miaka 15. Lakini mwezi ujao wa Aprili tutakuwa tena mashindano ya under 20. Tuna timu yetu inashiriki na ikishinda itaenda kombe la dunia. Lakini pia tutakuwa na mashindano Ghana kule ya vijana chini ya umri wa miaka 13 ambao wengi wao wako hapa, wasichana na wavulana. Mheshimiwa mgeni rasmi, kidogo natoa data hizi, najua watu wanawahi na wewe utakuwa na muda, lakini tujue umuhimu wa kituo hiki na matokeo ambayo tumeshayapata. Lakini pia vijana hawa walioko hapa leo wako 83 na wale walioko Egypt kule wako 24, na wote wanakaa hapa, na kituo chetu kiko pamoja na wenzetu wa FIFA kwenye mradi unaitwa TDS, ambao ikiwezekana na kimpendeza Mwenyezi Mungu tumeshafikia hatua za mwisho ya kuweza kuwa hiki kituo FIFA Talent Academy, na inawezekana mwezi wa 5 wakaja hapa kwa uzinduzi rasmi. Lakini pia kuna miundombinu tutaiongeza mingi
Sisi ni warai tu wakazi wa Tanga, kile ni kituo chenu, tukitunze. Juzi kidogo kuna uharibifu ulitokea, kuna watu waliwasha moto ambao kidogo ulikuwa ulete athari, lakini tunawashukuru wenzetu wa zimamoto, tulisaidia nao tukaweza kuzima. Kwa hiyo ni kituo muhimu sana, sio kwa Tanga tu, kiko Tanga lakini kwa Tanzania nzima. Tutakuwa tunaongea na waandishi wa habari, tuwape yote haya kwenye media zetu ambazo ziko Tanga, maana hizo media nyingine zimechafuka, zina mambo yao yale, tuwaache nayo tu.